ambapo rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amesema kwamba Ufaransa na Misri zinaishtumu Israel kwa kurejelea mashambulizi katika ukanda wa Gaza. Akizungumza mjini Cairo katika kikao na wanahabari pamoja na Abdel Fattah al-Sisi, Macron pia alitoa wito wa kuachiliwa kwa mateka ambao bado wanazuiliwa na Hamas. Rais Sisi naye alisisitiza kukataa kuwahamisha Wapalestina kutoka kwenye maeneo yao. Peter Mwangangi na maelezo zaidi. Mashambulizi ya anga ya usiku ya Israel dhidi ya Gaza yameua takriban watu 20. Watu wawili akiwemo mwandishi wa habari waliuawa katika shambulio la anga lilolenga hema la wanahabari karibu na hospitali ya Nasser huko Khan Yunis. Israel imeendeleza mashambulizi yake ya anga huko Gaza usiku kucha baada ya waziri mkuu Benjamin Netanyahu kutoa wito wa kujibu vikali urushaji wa roketi wa Hamas. Jeshi la Israel pia limesema kuwa wanajeshi wake wamemuua raia mmoja wa Palestina na kuwajeruhi wengine wawili katika ukingo wa Magharibi. Jeshi hilo lilisema kisa hicho kilitokea katika mji wa Tarmas Aya ambapo wanajeshi wa Israel waliwafyatulia risasi wa Palestina watatu waliokuwa wakiwavamia kwa kuwarushia mawe raia wa Israel kwenye magari yao. Jeshi hilo lilichapisha picha zinazoonyesha Wapalestina hao wakitekeleza kitendo hicho. Maafisa wa Palestina walisema mwathiriwa alikuwa kijana mwenye uraia wa Marekani. Mkazi huyu wa Tarmas Aya, Awab Abu Sarma, alisema mvulana huyo alikuwa amerejea kutoka Marekani. Ana umri wa miaka 14. Yeye ni raia wa Marekani. Anaishi Marekani. Alizaliwa Marekani na alirudi nyumbani siku 10 kabla ya Ramadhan. Alikuwa Marekani kuhudhuria harusi ya dadake. Wakati huo huo, jeshi la Israel limekiri kwamba wanajeshi wake walifanya kile walichokiita makosa kuhusu mauaji ya wafanyakazi 15 wa dharura katika ukanda wa Gaza baada ya kanda za video kuibuka zikipinga madai ya matukio. Msafara wa magari ya kubebea wagonjwa wa shirika la Msalaba Mwekundu wa Palestina, gari la Umoja wa Mataifa na lori la zimamoto viliteketea karibu na Rafa wiki 2 zilizopita. Hapo awali, Israel ilidai magari hayo yalitiliwa shaka kwani yalikuwa yakiendeshwa huku taa zao za mbele na taa za dharura zikiwa zimezimwa. Lakini video iliyopatikana kutoka kwa simu ya mhudumu wa afya aliyeuawa kwa kupigwa risasi inaonyesha taa za dharura kwenye magari hayo zilikuwa zinawaka. Akizungumza na BBC, msemaji wa shirika la Msalaba Mwekundu la Palestina, Nebal Farsak, alidai haki. We call for international independent investigation. Tunaomba uchunguzi huru wa kimataifa ufanyike ili kuhakikisha waliohusika wanawajibishwa. Tumepoteza wafanyakazi wenzetu wengi sana na hakuna uchunguzi wowote wa ndani ulioleta majibu. Sasa ni wakati wa jumuiya ya kimataifa kuchukua hatua. For the international community to take action. Juhudi za kufufua usitishaji mapigano Gaza zinaendelea leo huku rais wa Ufaransa Emmanuel Macron akifanya mazungumzo mjini Cairo na mwenzake wa Misri Abdel Fattah al-Sisi na mfalme Abdullah wa Jordan. Mustakabali wa Gaza pia utakuwa kwenye ajenda huku bwana Netanyahu atakapokutana na rais Trump mjini Washington. Marekani imekuwa mpatanishi katika mazungumzo ya kusitisha mapigano na kuwaachilia mateka wanaoshikiliwa na Hamas, lakini pia imeunga mkono Israel kuanza tena mashambulizi yake ya kijeshi huko Gaza. Wanaharakati wanaonya kwamba raia walioko katika mji wa El Fasher nchini Sudan wanakabiliwa na kile wanachokielezea kuwa janga, kwani hali yao inazidi kuzorota huku mzozo kati ya wanajeshi na kundi la RSF ukiendelea. Kundi la RSF linadhibiti eneo kubwa la Darfur huku vita kati ya wanajeshi vikiendelea tangu Aprili mwaka 2023, lakini eneo la El Fasher ndilo pekee kaskazini mwa Darfur lilosalia ambalo RSF hawajachukua udhibiti wake. Skola Kisanga na maelezo zaidi. Kundi moja la kutetea haki za kibinadamu la uratibu mkuu wa kambi za wakimbizi wa Darfur lilisema katika taarifa yake kwamba wakazi wanalazimika kubeba mizigo mikubwa kwa kujilinda kutokana na risasi na makombora, na kwamba wanaishi kwa kusikia sauti za ndege zisizokuwa na rubani na makombora, kando na mateso ya kila siku ya njaa, magonjwa na ukame. Kundi hilo linazidi kusema kwamba maisha katika eneo la El Fasher na maeneo mengine ya Darfur yamesimama kabisa, kwani hakuna chakula sokoni na misaada ya kibinadamu sasa ni kama haipo. Bei za bidhaa muhimu zimepanda sana na kuna uhaba mkubwa wa pesa ambapo kunachangia kuzorota kwa hali ya maisha. Huku tayari hali ikiwa ni mbaya ndani na karibu na eneo lote la El Fasher, kikosi kinachoungwa mkono na RSF cha Sudan Liberation Army siku ya Jumamosi kilitoa wito kwa raia katika eneo hilo la El Fasher na kambi za karibu za Abu Shouk na Zamzam kuondoka na kuonya kwamba kutakuwa
kutakuwa na ongezeko la operesheni za kijeshi. Mshirika mwingine wa RSF, The Gathering of Sudan Liberation Forces, anasema wako tayari kutoa njia salama kwa wakazi kuondoka kuelekea maeneo yaliyokombolewa chini ya udhibiti wa kijeshi. Mwishoni mwa mwezi Machi, RSF ilitangaza kwamba vikosi vyake vilidhibiti eneo la Al-Mahla ambalo liko chini ya eneo la mlima kilomita 200 kaskazini mashariki mwa El-Fasher. Al-Malha ni moja ya miji ya kaskazini mwa eneo kubwa la jangwa kati ya Sudan na Libya, ambapo kuna njia muhimu za shughuli za RSF, na pia eneo hili limekuwa likishambuliwa zaidi katika miezi ya hivi karibuni na makundi yanayotajwa kuwa washirika wa jeshi. Vita hivyo vimeibua kile ambacho Umoja wa Mataifa unakielezea kwamba ni njaa mbaya zaidi duniani na mizozo ya watu kuhama makazi yao. Zaidi ya watu milioni 12 wamehama makazi yao, makumi na maelfu ya wengine wameuawa, huku tathmini ya Umoja wa Mataifa ikitangaza njaa katika maeneo ya nchi hiyo. Zamzam ni mojawapo ya kambi 3 karibu na El-Fasher zilizokumbwa na njaa, ambapo Umoja wa Mataifa unasema kwamba njaa inatarajiwa kuenea katika maeneo mengine 5 ikiwa ni pamoja na mji mkuu wa jimbo lenyewe ifikapo mwezi Mei mwaka huu. Na tukisalia katika eneo hilo, sasa tunaelekea Sudan Kusini ambapo hofu inazidi kushuhudiwa baada ya Rais Salva Kiir kumzuilia nyumbani makamu wake Riek Machar. Zaidi ya haya ni maamuzi yaliyochukuliwa wikendi hii na mamlaka ya Marekani na kusema kwamba wamefutilia mbali visa na stakabadhi za usafiri za raia wa Sudan Kusini na kuzuia kupeana visa zingine mpya. Awali nimezungumza na mwandishi wa BBC Akisa Wandera ambaye yupo Juba, na kwanza ameanza kwa kuelezea hali ya usalama ilivyo katika eneo hilo. Hali ya usalama mjini Juba kwa sasa ipo sawa. Wakazi wa hapa wanaendelea na shughuli zao, lakini kwa tahadhari, manake tunaona kuwa barabara kuu zimejaa vizuizi vya kijeshi. Hali ya usalama pia imeongezeka, mapolisi wapo katika mabarabara kadhaa, lakini mji uko sawa. Watu wanaendelea na shughuli zao, wale ambao wanauza kwenye maduka, wale ambao wananunua. Watu hapa Juba wanaendelea na maisha yao, lakini kwa tahadhari sana, kwa sababu ya wasiwasi ambayo wanao kuwa huenda kunaweza kuwa na machafuko mapya nchini Sudan Kusini. Akisa, Rais wa Uganda Yoweri Museveni juma lililopita alikuwa mjini Juba kujaribu kutatua mzozo kati ya viongozi hawa wawili. Je, kwa maoni yako na kwa vile umekuwa ukifuatilia taarifa hii kwa ukaribu sana, unaweza sema kwamba ziara yake ilikuwa na mafanikio yoyote? Kusema kweli haijulikani kama ziara ya Rais Yoweri Museveni ilikuwa ya mafanikio, manake alikutana na Rais Salva Kiir, rais wa Sudan Kusini. Pia alikutana na viongozi kadhaa wa vyama vya kisiasa. Pia watu walikuwa wanafikiria labda pia angekutana na kama wa Rais Riek Machar ambaye bado anazuiliwa nyumbani kwake, lakini hilo halikufanyika. Watu wengi hawajui kama safari hii ya Rais Yoweri Museveni ilikuwa na mafanikio yoyote, kwa sababu alifanya mikutano tu na vikundi kadhaa na akarudi nchini Uganda. Na pia ikumbuke kuwa jeshi la Uganda lipo nchini Sudan Kusini na inachangia sana kwa wasiwasi ambao unatanda miongoni mwa wakazi wa hapa Juba na Sudan Kusini kwa jumla. Umetaja Riek Machar hapo. Je, unaweza kuelezea hatma yake kwa vile anazuiliwa nyumbani hadi sasa? Hatma yake ni ipi? Je, kumetolewa tamko lolote au habari yoyote kufikia sasa kumhusu? Tulizungumza na msemaji wa serikali ambaye pia ni waziri wa habari, tukiuliza kuwa hatma ya makamu wa rais Riek Machar itakuwa ipi. Akasema kuwa kwa sasa hata mazungumzo yanapoendelea hawana mpango wa kumwachilia Riek Machar kwa sababu shughuli za uchunguzi zinaendelea, na pale ambapo watampata kuwa hana makosa yoyote watamwachilia kutoka nyumbani kwake. Lakini kwa sasa waziri huyo na msemaji wa serikali alisema kuwa Riek Machar ataendelea kuzuiliwa nyumbani kwake kwa sababu wanataka uchunguzi ukamilike na sheria ifuatwe. Lakini wanachama wa upinzani ambao wako chini ya Riek Machar wanasema kuwa anapaswa kuachiliwa, na kama hatawachiliwa mkataba wa amani unaweza kuvunjika. Kisa pia vile kuna habari kwamba Wizara ya Mambo ya Kigeni nchini Marekani imesimamisha visa za raia wa Sudan Kusini, na wamesema kwamba taifa hilo limekataa kuwapokea raia wake waliofukuzwa Marekani. Hili limepokelewaje na hasa na raia wa kawaida, lakini vile pia viongozi?
Tulizungumza na raia kadhaa wa kawaida, haswa wale ambao wanaathirika pakubwa, na wengi wao wanasema kuwa serikali yao inafanya wanaumizwa na serikali ya Marekani kwa sababu hawafuati mienendo ambayo wanapaswa kufuatilia. Naam, bila shaka ni Akisa Wandera ambaye yupo mjini Juba kwa sasa, na hivyo bila shaka msikilizaji, habari zozote zile zinazotokea eneo hilo tutakuwa tunakuletea.